Usipange kukosa ibada za kila Jumapili kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 8 kamili mchana katika kanisa la PWCCT Nata Miembeni Mwanza, ambapo mtumishi wa Mungu Bishop Philippo Stanislaus atakuwa akifanya maombezi mbalimbali kama kufungua vifungo, magonjwa, biashara na kukuweka huru kiroho. Karibu katika madhabahu takatifu, karibu katika nyumba ya tumaini, na huu ni mwaka wako wa kupiga hatua mpya katika maisha yako. Ndugu mtazamaji, nakukaribisha katika kipindi hiki kizuri sasa na wakati huu. Na kabla sijaendelea, mimi naitwa Pastor Philippo Stanislaus wa kanisa kuu la PWCCT hapa mjini Mwanza katika nchi ya Tanzania. Na kabla sijaendelea sana, nimshukuru Mungu ili tuweze kuanza pamoja na somo zuri takalo kubariki wakati huu. Baba yangu na Mungu wangu, nakushukuru na kukaribisha katika kipindi hiki, na mkaribisha na msikilizaji wangu na mtazamaji wangu anayenitazama hapo alipo kwenye skrini yake ya simu. Nakushukuru Mungu wangu kwa sababu umeanza nasi na utamaliza nasi. Pokea sifa na utukufu ni katika jina la Yesu. Amen. Ndugu mtazamaji, nataka kuzungumza na wewe nayo machache. Nalo somo zuri ambalo linakwenda kukubariki linaitwa kuwa na imani thabiti. Kuwa na imani thabiti au imani thabiti. Katika masuala ya kiroho kuna kitu kinaitwa imani. Lakini kuna kitu cha pili nimeongezea, thabiti au imara. Katika wakati tulionao mambo yamekuwa ni mengi sana. Kila mtu anakuja na hili, anakuja na lile, anakuja na la kwake. Lakini nataka nizungumze na wewe kwa habari ya imani imara au imani thabiti. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Biblia inasema imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Mwandishi wa hiki kitabu ambaye ni Paulo anasema imani huja kwa kusikia. Na si tu kusikia, anasema kusikia neno la Kristo. Kinachoweza kuimarisha imani ya mtu ni neno la Kristo. Sio maneno ya kawaida, sio maneno ya mwanadamu. Imani ambayo nazungumzia hapa ni ile imani inayotokana na neno la Kristo, neno la Mungu. Ndio maana nasema imani huja. Neno huja ni kitendo kinachoendelea. Kwa hiyo kadiri unavyoendelea kusikia neno la Mungu, imani inakuwa, imani inaumbika. Inategemea unasikia nini ili kupata imani halisi. Kuna watu wanasikia maneno ya kishirikina, wanasikiliza maneno ya kichawi. Imani inayoumbika inakuwa ni imani ya kichawi, imani ya kishirikina. Sasa kama ni imani ya kishirikina, hiyo sio imani halisi. Hiyo sio imani imara. Imani inayotokana na uchawi, imani inayotokana na Freemason, imani inayotokana na Illuminati, imani inayotokana na nguvu za mizimu, nguvu za giza, hiyo sio imani imara. Na ndio maana unapopita kwenye magumu, mtu yoyote ambaye amewekeza imani yake kwa vitu ambavyo sio halisi, huwa imani inatikisika. Unapopita kwenye magumu, imani inatikisika, imani inayumba. Unapopita kwenye shida, imani inatikisika, imani inayumba. Lakini Paulo anasema anayesikia neno la Kristo, anayesikia neno la Kristo, imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Kwa hiyo unaposikia neno la Kristo umejiconnect kwenye chanzo cha imani halisi. Kwa sababu Biblia inasema hivi, kila mwendeaye Mungu kwenye kitabu cha Ibrania lazima aamini kwamba yeye yupo na uwapa watu thawabu wale wamtafutao, wale wamwendeao. Kwa hiyo tunapomwendea Mungu
cha kwanza lazima tuamini kwamba yeye yupo, na kila anayeamini kwamba Mungu yupo, ukweli mwenyewe huyo anayo imani thabiti. Nazungumza nini mtazamaji wangu na msikilizaji wangu? Nataka niweke kitu kwenye moyo wako. Kuna imani nyingi duniani. Kuna watu wanaamini mizimu, nayo ni imani. Kuna watu wanaamini Freemason, nayo ni imani. Kuna watu wanaamini uchawi, nayo ni imani. Kuna watu wanaamini vitu vingi. Wengine wanaamini miungu mingine, wanaamini ng'ombe, wanaamini mbuzi, wanaamini mawe, wanaamini miti mikubwa, wanaamini mapango. Mimi sizungumzi hivyo vitu. Hivyo havitokani na imani iliyo imara. Wanaoamini hivyo vitu ndio maana wanayumba sana wanapoingia kwenye utata wa maisha, wanapoingia kwenye changamoto za kifedha, wanapoingia kwenye changamoto za afya, huwa wanayumbishwa na kile ambacho wamekiamini ambacho sio halisia. Lakini ninakwambia imani halisi ni ile imani inayotokana na neno la Mungu. Neno la Mungu lina nguvu ya kujenga mustakabali wa imani ikawa imara, hata kama ukipita kwenye mitikisiko ukawa imara. Tunaona mifano mingi kwenye Biblia. Tunajifunza kwa Ibrahim. Ibrahim alipita kwenye mtikisiko wa uzao, lakini baada ya kugundua kwamba Mungu anaweza akafanya makubwa, Ibrahim aliendelea kusimama katika imani, na mpaka leo tunajifunza kwa Ibrahim. Biblia inasema ni baba wa mataifa. Ibrahim amekuwa ni baba wa mataifa kwa sababu aliamini kwamba hata kama akimtoa Isaka, Mungu ana uwezo wa kumleta, Mungu ana uwezo wa kumfufua. Umeona? Hiyo ndio imani halisi, imani imara, imani thabiti isiyoyumbishwa na upepo. Kuna watu wameokoka, lakini wanapoingia kwenye magumu yanawameza, wanayumba. Kuna watu wameokoka, wanapoingia kwenye mambo ambayo hayakai sawa, mambo yao, umesikia, wanayumba. Kwenye biashara wanayumba. Unajikuta anaongea na mtu, pengine mtu anatumia nguvu za giza. Sasa anaona yule mtu ni kama anafanikiwa sana. Sikiliza, nguvu za giza ni nguvu za temporary, ni nguvu za muda. Na ndio maana wanapojiingiza kule, kuna wakati lazima waende kurudi kwenda kuactivate ile nguvu ambayo iko ndani yao. Lakini aliye na Kristo, akisha mkamata Kristo, amepata foundation, amepata msingi wa imani imara. Umeona? Hata kama dhoruba zikipigwa kiasi gani, mawimbi yakapiga kiasi gani, kama imani yako umeisimika kwa Kristo ambaye ni jiwe, ambaye ni mwamba, ambaye ni msingi imara, hakuna kitakacholeta shida katika maisha yako. Kwa hiyo nikutie moyo, wewe unayenisikiliza na kunitazama hapo kwenye skrini yako ya simu, hebu simama na Kristo. Biblia inasema hizi ni nyakati za mwisho, nyakati za hatari. Utasikia vitu vingi sana. Vingine utavisikia kwa watumishi wa Mungu madhabahuni, vingine utavisikia huko nje ya madhabahu. Kila mtu anaamka na la kwake, lakini shika moja tu kwamba imani halisi, imani sio yumbishwa na majaribu, imani sio yumbishwa na changamoto za magonjwa, changamoto za uchumi, ni imani iliyosimama katika Kristo Yesu. Hiyo ni imani imara. Na hiyo imani, kadri unavyoendelea kusikia neno la Mungu, ndivyo unavyozidi kuwa imara katika maisha yako. Biblia inasema imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Neno huja ni kitendo kinachoendelea, sio kitendo kilichopita, ni kitendo kinachoendelea, sio kitendo kilichopo. Ili uendelee kuwa na imani thabiti, imani iliyo imara, lazima uendelee kudumu kusikia neno la Mungu. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wangu, Mungu akubariki kwa hiki kipande kifupi ambacho nimezungumza mbele yako. Naamini kama umenifuatilia vizuri, utajengwa na kuna hatua moja utapiga kwenda mbele. Mungu anakupenda sana. Mungu hajakuchukia. Mungu anahitaji ubadilike. Mungu anahitaji uwe mzima. Mungu anahitaji uwe na kazi. Mungu anahitaji uwe na biashara. Mungu anahitaji utoe kwenye changamoto, lakini kwa kutumia kanuni, kwa kutumia sheria ya kiroho ambayo ni ya kumwamini Kristo. Ukimwamini Kristo, anasema yeye na Baba yake wanakuja kufanya makao ndani yako. Wakisha kaa ndani yako, chochote kinachokuja against na wewe, kinachokuja kinyume na wewe, Mungu anakiondoa na unajikuta umebaki salama. Kwa hiyo watu watakuona unasonga mbele, unaenda mbele, wanajiuliza huyu mtu anaishije? Wakikuuliza Mungu wako yukoje, unamwambia Mungu wangu anaishi. Mungu wangu yuko hai. Kwa sababu irizi haina uhai, haina uzima. Unavaa kitu kilichokufa ambacho hakiwezi kukusaidia chochote. So Mungu akubariki. Nimefurahi kukutazama, nimefurahi kuzungumza na wewe. Nikuombee maombi haya ya mwisho
ili uweze kubarikiwa zaidi na zaidi. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wangu huyu. Nimezungumza maneno machache, naomba ukamuinue, ukampe imani iliyo thabiti, ukampe imani iliyo imara. Hata anapopita kwenye majaribu, hata anapopita kwenye magumu, asichoke, asikate tamaa kwa namna yoyote, kwa sababu unasema atakayevumilia mpaka mwisho, huyo ndiye atakayeokoka. Ukivumilia mpaka mwisho, hapo ndipo utakwenda kupokea muujiza wako, kwa sababu uvumilivu, unapovumilia ndio hatua ya mwisho ya kwenda kupokea muujiza ambao umeandaliwa na Mungu. Nami naamini katika uvumilivu wako Mungu atakwenda kupa muujiza. Mungu akubariki sana. Tutakutana wakati mwingine na majira kama haya. Amen. Usipange kukosa ibada za kila Jumapili kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 8 kamili mchana katika kanisa la PWCCT Nata Miembeni Mwanza, ambapo mtumishi wa Mungu Bishop Philippo Stanislaus atakuwa akifanya maombezi mbalimbali kama kufungua vifungo, magonjwa, biashara na kukuweka huru kiroho. Karibu katika madhabahu takatifu, karibu katika nyumba ya tumaini, na huu ni mwaka wako wa kupiga hatua mpya katika maisha yako. Ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha.